tunazipata kule Mkola, moja wapo tuna madawati hafifu tunasimama. Tazama wengine tumefanya mtihani huko tumesimama. 2, kuna vitisho ambavyo tunapata huko njiani, wavuta banga tutishia kwamba habari za kubakwa. 3, walimu hafifu, masomo ya sayansi hatupati. Kufuatana na harakati za wazazi au za wananchi wa pale Matundasi, kuorodhesha vigezo vyote vinavyotakiwa pamoja na halmashauri au na wilaya yote, hatuyofikia zimejengwa maabara 2 pale. Tumeshatembelea pale Makongorosi, kwa kweli hali sio salama kama ambavyo tunaiona. Wanafunzi wamekuwa ni wengi kiasi kwamba hawatoshelezi kupata huduma zote pale. Jengo la utawala tayari mbakia tu maabara kidogo tu. Kwa hiyo kwa naomba tuendelee pale. Wakati inaendelea kurekebishwa, kwa hiyo naomba tuendelee pale. Lakini shule ili isimame, majengo yaweze kusimama, hakuna namna ya mwananchi kukwepa kuchangia. Hili mlione, mnamtambue kwamba wazazi wenu wanawakwamisha kwa sababu wao wanasema kwamba serikali itajenga vyumba vya madarasa. Sisi tulikuwa tunaomba tufunguliwe shule yetu. Tumechoka kule Mkola mama. Hata mwenye mkopo ungeona tunateseka kule shuleni. Tunaomba tufunguliwe shule yetu. Tulienda jana tulikuta shule iko tayari kabisa. Sasa ni lazima viongozi msimame na mwambie ukweli wananchi kwamba kuchangia maendeleo ni lazima, ni jukumu la wananchi. Sio jukumu la mdau wala sio jukumu la serikali peke yake. Kwa sisi tulivyoviona jana tumeona kabisa shule iko tayari. Tuko naomba tufunguliwe shule yetu. Okay. Haya. Ni lazima wanafunzi wote kuendelea kusoma kwa muda kule Makongorosi. Na niseme kwa mzazi ambaye ataendelea kumweka mtoto nyumbani, asimpeleke shule, sheria kali zitachukuliwa dhidi yake kwa sababu atakamatwa. Tutamkamata. Kwa nini mtoto yuko nyumbani wakati shule ya kusoma kwa kipindi hiki serikali imeshaelekeza? Hisia tofauti azazima wanaoipata huko sekondari ya Mkola, ikiwa ni umbali kutoka Makongorosi kwenda na sekondari ilipo, lakini na vitisho wanavyovipata huko barabarani, hali ambayo kikweli ilikuwa inasikitisha. Lakini pamoja na yote, pamoja na kutoa majibu, niliwaeleza hatima ambayo tumefikia mpaka siku hiyo ambapo walinifuata. Lakini niseme tu kweli watoto hawakuwa na imani na mimi kwa majibu yale ambayo nilikuwa nimewapatia, kwa sababu walikuwa wakieleza siku zimeisha za kwenda shule ukilinganisha na muda walionifuata na siku zilizobaki kwa ajili ya kufungua shule zimeisha, hali ambayo walisita kidogo kunielewa. Lakini pamoja na yote, maombi makubwa waliomba kufika kwa mkuu wa wilaya ili na wao wakaweze kumwelezea hali halisi wanayoipata huko, pengine atawaelewa na kuweza kupressurize au tuseme kusukuma ili shule iweze kufunguliwa hii ya kwetu Matundasi. Ni wajibu wangu kimsingi niliwasiliana na Mheshimiwa mkuu wa wilaya Lema Madusa kumweleza maelezo ya hao watoto, na kwa bahati nzuri alinielewa akisema basi watoto wafike, basi yuko tayari kuwasikiliza. Lakini ni kwa sababu nikaona haina sababu ya kwenda peke yao, niliongozana nao na mimi mwenyewe kuwapeleka mpaka ofisi kwa mkuu wa wilaya ili wakaweze kupata mwafaka. Tunasema walienda kwa nia nzuri, kwa sababu kuna wengine wanageuza wanasema ni maandamano. Hayakuwa maandamano, walienda kwa nia nzuri, kwa sababu maandamano yana taratibu zake, ni lazima upate kibali kutoka polisi na maeneo mengine. Kwa hiyo lengo, kwa sababu ni utekelezaji wa shughuli za maendeleo, ilikuwa tu ni hali halisi pia kufika ofisini kwenda kumwelezea hali halisi anayoipata, na kwamba ajitahidi kwa kadri anavyoweza aweze kuwasaidia shule iweze kufunguliwa. Kwa hiyo mpaka hapo nimshukuru Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kutupokea au kwa kuwapokea watoto hao na kuwasikiliza kilio chao. Kimsingi nafikiri baadhi ya wazazi mpo, majibu ambayo tulitoka nayo kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nina imani watoto walielezea. Kwa mimi kama diwani niseme na sita kuelezea kile ambacho tulikutana nacho, kwa sababu kilileta hisia tofauti na malengo tofauti baada ya kupata yale majibu, hali ambayo watoto nilijikuta wanalia. Rais wetu anasema msema kweli mpenzi wa Mungu, lakini na mimi lazima niseme ukweli kwa kile ambacho. Lakini niseme majibu ya mkuu wa wilaya baada ya kufika wale watoto ni kama ifuatavyo. Alieleza kwamba tunapaswa kuendelea na majengo mengine, majengo yaliyoko pale hayatoshi.
Kwa hiyo tuendelee na michango kwa ajili ya kuendelezaji wa ujenzi wa bwalo na ikiwa ni pamoja na kuongeza madarasa. Na hivyo akawaagiza hawa watoto pamoja na mimi kwamba tuhakikishe tunasimamia wananchi wote pamoja na wazazi kuendelea kutoa michango ili kuendelea kuweka majengo mengine. Hawajaenda huko Mkola wakiamini kwamba wanataka kusoma hapa Matundasi. Mimi sikatai swala hilo na wako sahihi ikiwa ni kwamba na sisi tulitegemea hivyo. Lakini kwa bahati nzuri ofisi yangu haina mamlaka ya kuweza kucomment kwamba shule hiyo iweze kufanya nini kufunguliwa. Wapo wenye mamlaka zaidi ambao mpaka sasa tunawasubiria. Nikaona nitoe maelezo hayo ili kama kuna uwezekano mtukubalie watoto hao warudi wakaendelee kwanza na masomo huko Mkola, wakati na sisi tunaendelea na kukimbizana na kumwomba huyo mdhibiti ubora wa kanda aje angalia yale majengo pale ambapo tumefikia. Hapa alipiga magoti hapo, alikuwa analia kutulilia wananchi wa Matundasi ili shule ile pale sekondari ya Mkola ya Matundasi ifunguliwe. Leo hii tunakuja kuambiwa eti labda mwakani watoto wetu watarudi form 2 hapa. Mtoto wangu ana miaka 11, nimempangia chumba Makongorosi. Saa hizi anakula ugali wa jana, kila siku mtoto anarudi saa 1 nyumbani. Atatasa maji saa ngapi? Tunaiomba serikali itusikilize kilio chetu. Sisi ni wajane. Tumewapeleka watoto Mkola, tumewapangia chumba shilingi 30,000. Matundasi Chunya Mbeya. Kwanza nina masikitiko makubwa. Sikutegemea mkuu wetu wa wilaya anaweza akatudanganya wana Matundasi. Kwa sababu nini nasema hivyo? Tulikuwa naye hapa kwenye mkutano wa hadhara. Akatuomba wazazi wa watoto ambao wamekosa nafasi mahali pa kwenda kusoma, watoto 89 walikosa nafasi ya kwenda kusoma, shule zimejaa. Na tulizuiliwa kushona uniform za Makongorosi kwa sababu watoto kule wamejaa. Ikaonekana watafute vyumba vya ziada kwa muda ili waweze wale watoto kwenda kujishikiza kule, hii shule iweze kumaliziwa mapema ili wale watoto mwezi wa 4 warudi hapa. Na tukakubaliana wote kwa pamoja, kuanzia mkuu wa wilaya na viongozi, mheshimiwa diwani, mtendaji, afisa elimu kata, tulikuwa wote hapa na wananchi. Tukakubaliana kwamba tufanye kila jitihada ili tuweze kukamilisha hayo majengo, watoto mwezi wa 4 warudi hapa. Na ndiyo maana nguvu zetu zote tumeelekeza pale na majengo yamekamilika, na mimi kama mwenyekiti wa ujenzi Matundasi kata. Sasa leo nashangaa kupewa majibu kwamba ile shule haifunguliwi, na sisi kule watoto tuliopangishia vyumba mwisho mwezi wa 4 tumesharudisha vyumba tukijua kwamba watoto wanaanza hapa, ili sasa zile nguvu tunazozitafuta sasa kwa wakati huu tuendelee na majengo mengine ambayo yanayotakiwa kujengwa pale. Sasa kama tuendelea kuwapangisha watoto kule, tuwatengenezee chakula na huku inatakiwa michango, huyu mwananchi ana hali gani na maisha magumu kama haya? Kwa nini wasifikirie? Hao watoto tuliowapangishia kule umri wako hivi. Mtoto anatoka Makongorosi kilomita 5 kwa mguu saa 11. Na mnafahamu kabisa sasa hivi ni mambo ya hatari. Hapa Matundasi tuna matatizo ya watoto, kila wakati wanapotea, tunawakuta milimani. Watu wanatafuta watoto wetu. Mimi anasoma pale shule ya Makongorosi Mkola. Anasoma pale, tangia nimempeleka shuleni hajawahi kuingia maabara hata siku moja. Leo hii tunaambiwa shule ya Matundasi haitoshi kwa sababu haina maabara. Je, kule kuliko na maabara mwanafunzi wangu kwa nini haja? Wenzangu, naona hii meza wote natudanganya. Tumechoka kudanganywa nayo mambo ya mkuu wa wilaya haya. Sasa yaani natakiwa wapate viboko ili wenyewe ndio wamtafute mkuu wa wilaya anayekuja kutudanganya kila siku hapa. Haiwezekani kila siku kimepelea hiki tunatengeneza, kimepelea hiki tunajitahidi. Yaani jamani, nataka wale watoto wabakwe Mkola. Sasa hebu shikeni maiki yenu. Yaani natakiwa waadhibiwe hii meza yote iliyokuwa mbele yetu na tudanganya kiasi na mkuu wa wilaya wao. Wenyewe ndio wakamtafuta mkuu wa wilaya na majibu yako, na sio mzazi. Yaani mzazi miezi 9 leba. Anakosaje uchungu wa watoto wadogo kama anasema kareni wali kwa maana tumeshindwa kuwanunulia wale watoto. Na wanakula hadi toka mwezi wa kwanza na lea mimba mpaka miezi 9 na kuzaa mtoto mpaka ameenda kule sekondari. Jamani, awe na uchungu ule mama na amezaa kama sisi. Wilaya pamoja na wanafunzi waliokwenda pale, mkuu wa wilaya anaagiza kwa diwani kwamba wananchi watoe michango sana.
mkuu wa wilaya anamwagiza diwani asiache kampuni ijenge peke yake. Sasa tunajiuliza yeye ananufaika nini na ile kampuni ikiwa sisi haitusaidii? Maana kwa zaidi ya miaka 10 sasa ile shule inajengwa tangu 2008. Anaelewa ni jinsi gani wananchi tumeshaumizwa na michango ya ile shule. Maana tumeanza kujenga zile shule kabla ya makampuni. Leo hii wamekuja tunasema watu boost, yeye anazuia kwamba zile kampuni zisiachwe zijenge peke yake. Tumechangisha michango zaidi ya milioni 17 kutoka kwa hawa wananchi. Yeye anataka nini? Ramani za government, majengo ya government zinatoka kwa government. Tunazungumza kwamba kama inatakiwa ijengwe shule Matunda pale, ramani inatakiwa toke halmashauri. Sasa wanatupaje ramani za kuja kutukosoa? Maana tumejenga vile vyoo, walitoa ramani wao. Leo hii wanasema vile vyoo tumekosea kujenga, haikutakiwa tuunganishe vile vyumba. Tumejenga ile maabara, leo wanasema maabara ile haitoshelezi, tuongeze jengo lingine, lakini ramani zimetoka kwao. Unakuja kwenye hiyo shule ya Mkola, kwa zaidi ya miaka 6 sasa wanafunzi pale hamna masomo ya sayansi. Kuna upungufu wa walimu wa sayansi, hasa somo la physics. Sasa unajiuliza, yeye anasema ile shule haiwezi kufunguliwa kwa ajili ya ile maabara. Je, yeye ametuandalia hao walimu wa sayansi? Sasa walituambia mwezi wa 3 kwamba shule inafunguliwa na wananchi watoe michango. Wananchi wakatoa michango mingi, na mkutano wa mwisho tuliofanya hapa tuliwahakikishiwa kwamba fedha hizi zinakwenda kukamilisha ujenzi wa jengo la utawala pamoja na vyumba vya madarasa. Na ni kweli viongozi wetu wamesimamia, kazi imefanyika kwa sehemu kubwa, tunawapongeza. Lakini ngoma tunakoelekea, mheshimiwa diwani pamoja na viongozi wa kata pamoja na wananchi, kama tusipojitoa ufahamu, hii shule ya Kiamungo ifunguliwe. Kwa sababu haiwezekani watu wachache wanakaa ofisini wanatoa tu maagizo, hawajui kwamba tunaumia. Hawa watoto wanaosoma Makongoro sekondari waliingia shule ya msingi wakiwa na miaka 5, 4 mpaka 6. Sisi tunaposoma Makongoro tuliingia tukiwa na miaka 8 mpaka 9, wengine mpaka 10 shule ya msingi. Kwa hiyo wengi walimaliza shule ya msingi wakiwa ni watu wazima, waliweza kujimudu kukaa ghetto, kupika mboga na kutembea kwa mguu mpaka Mkola. Sasa hao watoto wanaomaliza sasa hivi la 7 ni watoto wadogo sana. Kama tusipokuwa na uchungu sisi wazazi, tusipowaonea huruma, kwa kweli watoto wataendelea kuteseka. Sasa mkuu wa wilaya au viongozi hao wanaokaa maofisini, kama wao hawana watoto au kwa sababu ya jeuri walionao watoto wao wanasoma kwenye shule za bei, ndio maana wanatusumbua. Sisi safari hii tunasema tunatuma salamu, na hii ngoma ni ya kwetu wote. Tunatuma salamu, litakalotokea na tutakaloamua wasije wakatulaumu, maana hawawezi wakawa na utani na maisha ya watoto wetu ambao wanakwenda kusoma Makongoro. Inatosha, na mimi nimekubali kwa dhati tubebe vitu tupeleke kule, na tunavyoongea mwe mnaangalia na hatua zilizopo. Kuna watu hawajawahi fika, nina uhakika hawajawahi fika hapa, hata wanaoongea baadhi, hata wasioongea hawajawahi fanya nini, hawajawahi fika. Kwa hiyo na viti sio vya kubeba mtu mmoja. Mimi ninaruhusu, ili sionekane vitu tumeuza, naomba pafunguliwe, vitu vyote vibebwe, twendeni sasa wote kule tukamalizie. Alidai kwamba kwa wanafunzi ambao hata ripoti siku ya leo Mkola, basi mzazi wake atachukua hatua kali za kisheria. Je, maoni yako ni yapi? Labda kama wewe pia unaungana kwamba wananchi waendelee kusisitiza shule ifunguliwe leo kama leo, wewe maoni yako ni yapi? Mimi maoni yangu ninachoweza kusema na kuambia wazazi wasikatishwe wala wasiogope kauli ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ni mtu kama watu wengine popote pale duniani ambapo
nguvu ya umma iliweza kuamua na wananchi wakashirikiana. Hakuna kiongozi mmoja ambaye anaweza kushindana na wananchi. Kwa hiyo hii ngoma sio ya wazazi wenye watoto Mkola. Hii ngoma ni ya wakazi wa Matundasi. Ndio maana unavyoona hapa hata mabinti ambao bado watoto wao na shule wako hapa, wazee ambao tulimaliza zamani wako hapa. Hii tumesimama kama sauti ya umma ya wana Matundasi, na hizi ni salamu kwa mkoa ila zifike kwamba wakazi wa Matundasi wanahitaji shule yao ifunguliwe na si vinginevyo. Na niseme tu mimi kama kiongozi na kama mwananchi, hatuwezi kukubali mzazi yoyote mwenye mtoto akashtakiwa kwa sababu hajampeleka mtoto wake shule, maana shule iko hapa. Asante sana. Tengenezi lamani kama sisi wana Matundasi. Lamani zinakuja kutoka kule kule makao makuu wilayani. Kwa hiyo hata hiyo lamani ya choo wanapodai kwamba tumeambatanisha wavulana na wasichana, hiyo lamani walileta wao. Kama wangetuletea mapema hiyo lamani kwamba inatakiwa vyoo viwe tofauti cha wavulana cha wasichana, tungekuwa tumeshajenga. Maoni yako kwa siku ya leo, watoto waende wakajiandae ili mpaka wamsubiri mkuu wilaya afungue shule, au unataka endelee kusubiri kwamba leo ndo waanze kufungua rasmi? Mimi nafikiri leo itakiwa shule ifunguliwe kwa sababu ni agizo la kwake alituachia mkuu wa wilaya kwamba mimi kama mwenyekiti naomba nikwambie. Marhaba. Mara mwisho wakati mnapiga story na mkuu wa wilaya katika ofisi yake, alidai kwamba kama leo mwanafunzi yote asiporipoti Mkola kule, mzazi wake atachukua hatua kali za kisheria. Hauoni kama unapofanya hivi unaweza kumpoza mzazi wako? Amna, mimi yani sioni kabisa na mpoza. Kama kutukamata aje atukamate na sisi tukiwemo, lakini Mkola sisi hatuendeki wenzangu kulipo taarifa na Mkola. Kwanza kule walimu wakiingia darasani wasema tuwaongeshe biashara zao. Anasema kwamba tuwaongeshe gharama kwa kufundisha. Tulieni jamani. Ongeza sauti. Ongeza sauti. Wasema kwamba wakiingia darasani wenyewe msipoongesha wanafundisha huko amefikia. Basi kwa bahati nzuri, kabla hatujaweza kurejea kufunga mkutano huu, kuna ugeni hapa, Mheshimiwa Diwani viti maalum. Kwa bahati nzuri nilikuwa nimemtaarifa swala la mkutano, lakini amefika, alikuwa mbali kidogo japo analitambua hili. Anawaomba wazazi mwe wavumilivu, kwa sababu leo hata kama kuna walimu wanasema wanajitolea, hao walimu aliyethibitisha kwamba, kwa sababu hao walimu si walimu walioajiriwa, ni mwalimu anayesema mimi nitafundisha, lakini atafundisha kwa kutumia vitu gani kufundisha hawa watoto? Mimi nawaombeni, nawaonea huruma sana hawa watoto, sitaki wapoteze elimu yao, kwa sababu kuanzia siku ya leo hawa watoto shule ya Mkola wanahesabika kama ni watoro na kuna masomo yanawapita. Kwa hiyo nawaombeni wazazi, naomba sasa, pamoja na kwamba mtendaji yuko hapa, ataongea na mkurugenzi kama mtendaji, kama mtumishi wa serikali, naomba sisi wanasiasa, mimi na diwani mwenzangu, tuchukue jukumu hili. Na tena sijajua kama muda unaruhusu. Ungekuwa muda unaruhusu, mimi nimekuja nimekodi pikipiki, ngoja kwa pikipiki, nikaona nikija kwa gari nitachelewa. Ingekuwa muda unaruhusu, sasa hivi mimi tungeondoka na mheshimiwa diwani hapa, twende kwa mkurugenzi, tumwite mwenyekiti wa halmashauri, ikiwezekana na mkuu wa wilaya, tuweze kulizungumza ili tuone linafikia wapi. Lakini ili jambo la kutaka watoto warudi shuleni, manake hata kama tukilazimisha wakae hapa, sawa, ni jambo jema, lakini mwisho wa siku ni shule mpaka isajiliwe, watoto tutawapotezea elimu yao. Kama serikali walituambia kuwa shule inapofunguliwa mwezi wa 4 watoto watasomea hapa, na ndio maana jumba sisi tukarudisha. Na mimi kama mimi hapa mjane Vumi, sina uwezo wa kulipa kule shilingi 30,000, alafu nikaja na hapa nikatoa hela ya maendeleo, sijui kuna majengo yanaendelea kujengwa hapa mama. Hilo swala sisi tumekataa, tumesema hivi tunafuata maamuzi yenu nyie serikali kama serikali. Mliotuambia shule inafunguliwa mwezi wa 4 na huu ndio mwezi wa 4 na leo ndio Jumatatu, watoto wako shuleni wanasubiri wanafunzi. Kila mwaka watoto wetu wakiruhusiwa kuanza kusoma. Tunalipa kodi wenyewe, kodi zetu ndo zinaajiri walimu, kodi zetu ndo zinalipa wafanyakazi wote. Tunaomba serikali kwa nafasi yake itimize majukumu yake pamoja na ahadi zake, watufungulie shule mwezi huu wa 4 watoto wasome. Hatuwezi kuwa na lugha nyingine kwamba swala la shule ni swala kwenda kumpigia mtu magoti atufunguliwe kwa huruma yake. Mheshimiwa Rais anasema elimu bure na watu wamejitoa, wametoa michango, wanataka tutoa wasome. Mtu mmoja ambaye anarudisha nyuma maendeleo amekuwa nani? Mwaka jana nilikuwa hapa shuleni, mkuu wa wilaya
waandishi wa habari kwenye gari mbili, waandishi wa habari walijana na makamera hapa, wakajinadi kwamba hii shule itafunguliwa Januari. Mwezi wa 3 wamekuja wakawaomba wazazi wao wawapeleke watoto wao Makongorosi wakasome, wakiahidi mwezi huu wa 3 shule itafunguliwa. Leo hii yako wapi? Inachoumiza zaidi, watoto wao wenye akili nyingi wamejitoa ufahamu, wamekwenda kwa mkuu wa wilaya, majibu anayowaambia ni dharau. Sasa sisi kama wazazi tutasimama hapa, tunajua diwani wetu, kiongozi wetu amesimama kwa sehemu yake, ameshikilia kuchanga pesa, kuongeza majengo mengi na viwanja tutachonga sisi wenyewe kwa nguvu yetu. Na ndio maana mazingira mnaona ni safi, ni wananchi wamecheka. Asante. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare. SYV, safari ya vipofu.